Yaani ukiona mwanamke poda amejipodoa anawaza kitu kizuri, huyo na ujasiriamali sana, yaani tofauti kabisa. Kiufupi, kati ya watu walionufaika na mkopo kwa mara ya pili ni mimi wa halmashauri. Mkopo, kinachotufelisha wanawake ni kimoja tu, tamaa ya kutamani vinavyopita. Mimi nilipata mkopo, bila shaka nilikuwa naishi nao kwanza wananijua. Mkopo wa kwanza walihitaji watu 10, tukajigawa watu 5. Wasema sasa sisi ndio tutaandaa muhtasari kama kikundi kwa ajili ya kuomba mkopo. Mkopo tulipewa tukagawana kila mmoja Laki1,20,000. Mwanamke wa kwanza kuuza nyama soko la Nyambeba ni mimi. Kupitia mkopo wa halmashauri. Nashukuru mkopo huu ulinipa jina na umaarufu wa kuitwa Mama Brian. Mkopo huo ulinisababishia mimi nikanunua, nilikuwa naamkia machinjioni kununua nyama za makoromeo. Nimeuza nyama kila siku jioni, nilikuwa napika mandazi na supu. Nimeendesha kwa hali hiyo, ukainiinua. Namshukuru Mungu, tamaa ya matamanio ya kuvaa sikuwa nayo. Habari ya kuona fulana amependeza mimi sikuwa nayo. Nimepiga hatua nikawaza kwenda sehemu nyingine. Nilitoka hapo nikaenda mjini kwenye meza. Kila mtu alinihesabia kivyake. Nilikaa kwenye meza zaidi ya miaka 3. Yaani mtu akiniona sema, huyo mwanamke anaendesha pikipiki, lakini ukiangalia anapofanyia biashara, lakini mimi nilikuwa najua la kwangu moyoni. Niliweka utaratibu wa kufungua akaunti ya Marikia. Kila siku nilikuwa naweka shilingi 20,000. Nikiuza 80,000, 20,000 naitoa. Nikiuza 50,000, 10,000 naitoa. Niliweka hiyo kanuni. Kwa hiyo nilipiga hatua mpaka kuenda Mama Brian vitenge. Mpaka sasa mnalisikia, naomba tunaenda kiangazi wa mama, wanawake wenzangu, ukipata sherehe tumwelekeze kwa Mama Brian vitenge. Nipo karibu na kituo cha polisi madukani. Nipe hiyo fursa kuwavalisha sana. Kwa hiyo msiogope mkopo. Pia tutunze uaminifu. Walio wengi wanawake tukishapata mkopo, unawaza baba yoyo wale ngege zilizochopolewa. Mkopo na hesabu za kula nyama haviendani. Na mjasiriamali anataka kusonga mbele hapendi vitamu. Yaani ukiona mwanamke poda amejipodoa anawaza kitu kizuri, huyo na ujasiriamali sana, yaani tofauti kabisa. Ukitaka kupendeza, tengeneza kwanza njia ya kutengeneza kupendeza kwako kabla ya. Tunapochukua pesa tukumbuke kujihimu pia na kutunza. Na mtu asije akakudanganya, huyu amefanikiwa na mtaji mkubwa. Ni uongo. Ni matumizi yako wewe mwenyewe, jinsi unavyotunza tu basi. Wanaouza karanga wasingekuwa na nyumba. Wanaouza karanga au mchicha wasingekuwa na sehemu ya kulala. Wasingepiga hesabu za kusafisha nyumba. Tutoe yale mawazo potofu kuwa anayeendelea ni wale wanaompa mtaji mkubwa. Unaweza ukapewa hata milioni 50 ukashindwa kuzitunza kulingana na jinsi unavyotunza pesa zako. Vile unavyopiga kanuni ya vocha, hivyo hivyo ndio unavyotakiwa upige kanuni ya maisha yako. Kesho yetu hatuijui ikoje, inabidi tuiandae vyema. Asante.